Ni kukaribishe tena mtazamaji wa Zone Media kwa mara nyingine tena. Sasa baada tu ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba leo hii itakuwa ni siku nzito kwa Irani, kwamba usiku wa leo kutakuwa kuna mashambulizi mazito ambayo yatafanywa kuelekea nchini Iran na vikosi vya Marekani, na kwamba Marekani itakiteka kisiwa cha Kargi, hatimaye viongozi wa Irani wameanza kutoa onyo kwa Marekani, ambapo kupitia spika wa bunge la Irani Mohammad Bagher Ghalibaf amesema kwamba mtaiona Irani tofauti baada ya tukio la Marekani litakalofanyika usiku wa leo. Ripoti inaeleza kwamba Irani imeionya Marekani dhidi ya kuchukua hatua za kijeshi ambazo zinaweza kuisukuma Mashariki ya Kati katika mzozo mkubwa zaidi, kufuatia vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vya kuishambulia Irani na kukiteka kisiwa cha Kargi. Mohammad Bagher Ghalibaf, spika wa bunge la Iran na mkuu wa timu ya mazungumzo ya nchi hiyo, amesema kupitia mtandao wa X kwamba mikakati mibovu na maamuzi ya haraka yanaweza kuharibu kabisa hali ya sasa na kuifanya kuwa mbaya zaidi. Ghalibaf alionya kuwa hatua hizo zinaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya nishati pamoja na kuyumbisha masoko ya dunia, jambo ambalo linaweza kuibua mzozo mkubwa wa muda mrefu ambao Marekani itajikuta ikikwama ndani yake kwa miaka mingi. Mtaiona Irani tofauti, alisema Ghalibaf katika ujumbe wake, akisisitiza kuwa Tehran iko tayari kujibu hatua zote mpya za kijeshi. Kauli hiyo imekuja muda mfupi tu baada ya Trump kutangaza kuwa Marekani itaishambulia Irani kwa nguvu kubwa sana usiku wa leo na kueleza nia ya kuchukua udhibiti wa Kargi Island, eneo muhimu linalobeba sehemu kubwa ya mauzo ya mafuta ya Iran. Onyo hilo linaongeza hofu ya kuongezeka kwa mivutano kati ya Washington na Tehran, huku pande zote mbili zikiendelea kubadilishana vitisho katika mgogoro unaoendelea. Sasa imekuwa ni kawaida kwa viongozi wa Iran kutoa onyo kwa Marekani punde tu baada ya vitisho au kauli za kuashiria mashambulizi dhidi ya Irani zinapotokea. Sasa Marekani leo hii imepanga kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran, lakini pia kutishia kukiteka kisiwa cha Kargi ambacho ni kisiwa muhimu sana cha Irani, ambacho kinabeba zaidi ya 90% ya nishati yote ya mafuta pamoja na gesi nchini Iran inatoka katika kisiwa hiko. Sasa baada ya onyo, vyombo vingi vya habari vimeweka attention yake usiku wa leo kwamba nini ambacho kitafanyika katika kisiwa cha Kargi, lakini nini ambacho Marekani itafanya katika nchi ya Iran, kwa sababu siku mbili mfululizo Marekani imefanya mashambulizi nchini Iran. Shambulizi la juzi lilikuwa ni shambulizi kubwa, lakini pia la jana lilikuwa ni kubwa zaidi ya la juzi, yani ukubwa wake uliongezeka hata kupitia rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth wamesema kwamba wote kwa pamoja kwamba leo hii itakuwa ni siku ya 3 ya mashambulizi, lakini itakuwa ni siku kubwa ambayo haijawahi kushuhudiwa kwa Irani kushambuliwa na Marekani. Na yote hii ni hasira ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba Irani imekuwa ikichelewesha kuingia makubaliano na Marekani katika mzozo wao huu ambao unazidi kupanuka kila siku zinavyozidi kwenda. Kama amesema kwamba Mashariki ya Kati inaweza kuingia katika vita visivyoisha, vita vya muda mrefu, sisi cha kufanya ni kusubiri kuiona Irani tofauti kwa jinsi ambavyo spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf na kiongozi wa timu ya mazungumzo ya Irani kwa hivi sasa. Usiache kwa karibu na peji zetu Zone Media, lakini pia wakati wote ni kuombe kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu uweze kusubscribe ili upate mambo mengi ambayo yatakayojiri katika wakati ujao.